sayansi ya ufugaji ambayo itatueleza mchanganyiko wa kisayansi mzuri wa chakula ili mfugaji apate chakula hicho chenye ubora, asiwe analisha lakini samaki hawaongezeki uzito. Kwa tunataka taasisi yetu ya TAFIRI iwasaidie wawekezaji wadogo na wakubwa, na wawekezaji wenyewe pia wawe na motisha ya kushirikiana na TAFIRI ili wanachokifanya kizingatie masharti ya sayansi. Na nimekuja hapa kujifunza yale tunayofanya vizuri tuyaimarishe, na serikali isaidie tuyaimarishe. Yale ambayo tuna udhaifu tuyaseme wazi wazi, tuyakiri na tujipange kuyatatua. Eneo la vifaranga sio tu wingi wake na bei zake, lakini pia ubora wake na sayansi yake ya kuzalisha ili kulinda usalama na afya zetu, na wakati huo huo tukiwa na uhakika tunachokifanya kinaweza kutambuliwa kisayansi kama ni sahihi. Kwa hiyo mwekezaji, na waombeni wawekezaji wakubwa, msisukumwe na faida peke yake. Mradi tu wewe una programu ya kuuza halafu kaweza kulipa mishahara na kurejesha benki hela. Na nimesema kama changamoto, umesikia profesa, eneo la ubora wa vifaranga, utafiti, afya, na isoma kama ilivyo, yani imeingia vizuri katika changamoto zote hizo. Afya na teknolojia viunganishwe, na hilo sio jukumu la TAFIRI peke yake, na nyinyi wawekezaji. Sawa? Msikimbie tu nikishalipa kodi, nikalipa hii, nikapeleka huduma kwa mwenyekiti wangu wa kijiji pale, imeisha. Tuanze kuwa na mpango mzuri wa kushirikiana kati ya serikali na wawekezaji, hasa wawekezaji wakubwa kwenye eneo hili jipya. Tusipojipanga vizuri, hili kuliendeleza itakuwa kazi na haliwezi kuwa endelevu. Unaweza ukakuta hapo yamekuwa mapori ya mabwawa, kwa sababu usipopata faida huwezi ukaendelea, na huwezi ukapata faida nje ya utafiti, kwa sababu hii ni sayansi.